Hujambo mwanafunzi na karibu. Hebu tuangalie umuhimu wa sheng. Tunaendelea na uchanganuzi wa isimu jamii. Kwa hivyo kuna swali ambalo linatuambia eleza umuhimu wa sheng na ni alama 5. Tayari tushaangalia sheng. Tumeangalia sifa zake na tumeona kwamba sheng si lugha sanifu. Na tumeeleza ni kwa nini sheng si lugha sanifu. Kwa hivyo sheng ina umuhimu katika jamii. Umuhimu wa kwanza tunaambiwa sheng hufanikisha mawasiliano miongoni mwa vijana. Kwa hivyo kijilugha kile kinapotumika miongoni mwa vijana, kinafanikisha mawasiliano miongoni mwa vijana. Kumbuka tulisema sheng hutumika miongoni mwa vijana. Umuhimu wa pili tunaambiwa sheng inasaidia kuwafikia vijana hasa juu ya mapambano dhidi ya magonjwa kama vile ukimwi na magonjwa mengine. Utaangalia sifa, kuna kosa kweli. Inafaa kuwa sifa ya kwanza, hii hapa, ya pili, ya tatu. Kwa hivyo zinafaa kuwa sifa 4. Hufanikisha mawasiliano miongoni mwa vijana. Imesaidia kuwafikia vijana hasa juu ya mapambano dhidi ya magonjwa. Na sifa ya tatu, huleta ushirikiano pamoja miongoni mwa vijana. Huleta ushirikiano miongoni mwa vijana. Na sifa ya 4 inasema sheng ni muhimu kwa vijana na watu wasiokuwa na elimu ya kutosha, hivyo kurahisisha mawasiliano. Tusonge. Sasa ningependa tuangalie athari za sheng. Athari za sheng. Athari ya kwanza, kukuza matumizi ya lugha legevu katika maongezi na maandishi. Hiyo ni athari finyu. Ni negative. Pili, kupotosha ujumbe kama vile pesa pap. 3, tunaambiwa ni kielelezo kibaya kwa jamii na nchi kwa jumla kwa vile hutumika kuonyesha jinsi nchi haina sera bora ya lugha. 4, ni njia ya kufifisha uzalendo wa kujivunia lugha ya taifa ambayo ni lugha sanifu. Sifa ya 5 tunaambiwa ni msimbo wa kuficha maovu. Sheng inaweza kutumika na vijana kutekeleza maovu kama vile mozo, unga, sigara na mambo mengine. 6, tunaambiwa sheng huchangia katika alama duni kwa mtihani. Hii ina maana kwamba iwapo kuna vijana ambao wamezoea kutumia sheng katika mawasiliano ama kutumia sheng kila siku na ikawa ni mazoea, hali hii itawaadhiri hata katika mtihani, kwamba iwapo wanafanya mtihani hasa mtihani wa Kiswahili, hata katika uandishi wa insha utapata kwamba ametumia msamiati wa sheng katika insha yake na bila shaka ataanguka na hivyo kupata alama duni katika huo mtihani. 7, tunaambiwa sheng imechangia katika miundo mibaya ya sentensi na maneno ya Kiswahili. 8, tunaambiwa wanafunzi wengi wamekuwa na mtazamo hasi kuhusu Kiswahili. Mtazamo hasi ina maana kwamba negative perspective. 9, tunaambiwa baadhi ya wanafunzi wanashindwa kujieleza kimfululizo na kimantiki kwa Kiswahili sanifu. 10, sheng imeathiri maenezi ya Kiswahili sanifu. Sheng imeathiri maenezi ya Kiswahili sanifu. 11, tunaambiwa sheng imeathiri jamii nzima kwa kuwa inatumika shuleni, kwenye vyombo vya habari na kwingineko.
Kwa hivyo ni kana kwamba sheng inatumika katika maeneo mengi. 12 tunaambiwa kukatiza mawasiliano katika makundi mbalimbali katika jamii kwa kuwa haina mtindo mahususi unaofuatwa katika uundaji wa maneno. 13 huathiri ujuzi wa sarufi ya Kiswahili kwa kukiuka kwa kanuni za sarufi, uwiano wa ngeli, samahani. 14 baadhi ya wazungumzaji hushindwa kutumia lugha sanifu bila kuchanganya na sheng. Hali hii imeathiri maandishi ya wanafunzi na kusababisha matokeo duni katika mtihani wa insha na lugha. 15 lugha hii imewaini wanafunzi muda wa kufanya mazoezi na kudumisha Kiswahili sanifu wanachofundishwa shuleni. 16 na mwisho, baadhi ya wanafunzi wameshindwa kuzingatia adabu au kanuni za lugha, hasa tahajia mbovu. Kwa hivyo iwapo na nakili, nitakurudisha nyuma nikupe muda wa kunakili kisha tusonge.